wakaribisha hapa Kilimanjaro, hakuna matata. Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni wakaribisha Kilimanjaro, hakuna matata. Tembea pole pole, tunakuja na chemka, hakuna matata. Hapa ni kama mwanzo, hakuna matata. Kampeni ya kutembelea vivutio vya utalii wa ndani kwa watu wenye ulemavu imezinduliwa rasmi Agosti mosi 2026, lengo likiwa ni kuonyesha tabasamu na kuonyesha fursa na changamoto wanazopitia watu wenye ulemavu katika vivutio vya utalii. Utalii wa ndani na kipaumbele kwa watu wenye ulemavu unaanza na wewe. Hii ni kauli mbiu iliyobeba furaha na tabasamu kubwa kwa watu wenye ulemavu. Mimi naitwa Tegemeo Urassa au kwa majina jina maarufu Mwenyekiti Comedian. Siku ya leo tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 2026 tulikuwa na kampeni yetu inaitwa utalii wa ndani na kipaumbele kwa watu wenye ulemavu. Kwa nini kipaumbele? Tumewasahau watu wenye ulemavu kwenye vivutio vya utalii. Katika sekta ya utalii tumekuwa ni watu sisi tu ndio tunaendaga. Kwa hiyo tukaona jambo zuri ambalo tunaweza tukalifanya kwa ndugu zetu watu wenye ulemavu ni kwenda nao sehemu hiyo kuibua changamoto mbalimbali ambazo zinasababisha wao kwa nini hatuwakuti au participate katika vivutio vya watu wenye ulemavu. Kiukweli tumeona changamoto zipo na tulikuwa tunataka tuzionyeshe hizo changamoto physically na sio kwa mdomo. Kwa hiyo hata wenyewe pia wameona changamoto na changamoto hizo naamini serikali pamoja na wadau na watu wanaojihusisha na masuala ya utalii watazifanyia kazi ili tuweze kukuza utalii wa ndani kupitia watu wenye ulemavu na watu wengine ambao wanaweza wakawasababishia ndugu zetu wakafurahia. Kama kumtolea Mungu sadaka. Unajua sisi ni wasanii tunawachekesha kila siku, lakini vipi kwenye jamii? Kwa hiyo pia nawahusia pia wasanii wenzangu kuwakumbuka watu kama hawa. Sio walemavu tu, kuna wazee, kuna watu wengi tu katika mambo ya kijamii, tujihusishe sana. Nipende kuungana na vijana wetu ambao ni wajasiriamali, kwa maana ikiwemo kiongozi wao ambaye ni mwenyekiti, kwa kukumbuka ndugu zetu wenye changamoto mbalimbali, maanisha kama walemavu, lakini kwa pamoja akaamua kukusanya mawazo ya kuonesha kujumuika kwa pamoja ili waweze kuja kushiriki kutembelea kivutio chetu hiki cha Chemka ambacho kina historia nzuri, ni mahali pazuri. Tunaona wageni mbalimbali wanakuja wanafurahia. Kwa hiyo tutaungana nao kwa pamoja kufanya kile kinachowezekana. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa pamoja. Karibuni sana Chemka Hot Spring. Ukishafanya malipo ya kiingilio, activity ya kwanza kubwa na kipaumbele ni kuogelea. Lakini kwa wale ambao hawajui kuogelea, tuna mitumbwi ambayo imetengenezwa kwa mfumo wa bambu, wanaweza wakaitumia kwa ajili ya kuangalia eneo na kusurvey eneo kulijua kwa kina. Activity ya tatu ni kwa wale ambao wanajua kuogelea lakini bado wanaona wana haja ya kujifunza vitu vingine kwa maana ya species ambazo zinapatikana kwenye maji. Tuna kitengo cha diving, watu ambao wanahusika na kufanya diving, wale wanaopenda kwenda kwenye caves au mapango ya kwenye maji kwa ajili ya kuangalia historia za zamani, kulikuwa kuna nini, pamoja na viumbe wadogo wadogo ambao leo tuko katika eneo la Chemka katika kata ya Masama Rondogai kwa lengo la kuja kuwaleta ndugu zetu watu wenye ulemavu kuweza kuja kuona kivutio cha Chemka. Lakini pia bali na hivyo tumewaleta ndugu zetu pia kuja kutengeneza fursa kwa watu wenye ulemavu ambao inawezekana hawajui hawaje kufanya shughuli za utalii wa ndani au utalii mwingine katika maeneo mbalimbali, kwamba kuja kujua kumbe tuna vivutio vya utalii katika maeneo mbalimbali, kujifunza kuona, pamoja na kuona pia kuja kuangalia sisi ambao tuko ni wataalamu na wadau mbalimbali, kuja kuona wenzetu wana changamoto gani wakija kwenye sehemu za vivutio vya utalii, kama vile miundombinu. Kama tunafika maeneo ambako miundombinu sio rafiki kwa wenzetu, kama wanatumia wheelchair au wanatumia crutches, yani kwa maana ya magongo, au wale ambao wenye changamoto ya naamini hao wenye
ulemavu wa ngozi kama kipindi cha jua kali. Yaani kila changamoto ya mtu mwenye ulemavu tunakuja kuangalia kwenye eneo la kivutio cha utalii. Kama kuna changamoto hiyo, basi inawezekana sisi tukawa wasemaji au wanao wakaja kuwa wasemaji kwamba serikali ifanye nini au wadau wafanye nini katika kuboresha nini changamoto hizo. Kwa hiyo la kwanza ni kuhamasisha wengine, lakini la pili ni kuangalia kama kuna changamoto, basi namna gani miundombinu iboreshwe kwenye changamoto hizo, kuanzia barabara, miundombinu ya vivuko, sehemu za uwani, sehemu za wazi, kila eneo kwenye miundombinu, basi serikali au wadau waweze kuona kwamba kama wenzetu wanapitia changamoto hizo kwenye vivutio, basi tuweze kuboresha. Kipekee ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya tukio hili la kihistoria ambalo linahusisha ndugu zetu wenye ulemavu wa Tanzania wenzetu kutembelea katika kivutio hiki kinachopatikana katika wilaya ya Hai, kivutio cha Chemka. Imekuwa ni faraja kubwa hasa kukutana nao. Niwapongeze sana waasisi au waanzilishi wa kampeni hii ya utalii wa ndani na kipaumbele kwa watu wenye ulemavu, ndugu yetu mwenyekiti Comedian pamoja na wenzake ambao wamebuni kitu kizuri, kitu ambacho kinaenda kurudisha tabasamu au kuwapa furaha wenzetu ambao yamkini ilionekana kufanya shughuli za utalii ilikuwa kwao ni changamoto. Tumefanikiwa kufika hapa salama, tumepokelewa salama, wakiwa na furaha, wakiwa na amani. Kikubwa sana niipongeze serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu hata katika sheria zetu za nchi hawa watu hawajasahaulika. Hata katika shughuli mbalimbali za maendeleo walemavu wamepewa kipaumbele. Katika shughuli nyingine zote za kiutamaduni, shughuli za sanaa, shughuli zote tunazozifahamu katika nchi yetu wamepewa kipaumbele. Hivyo ni jambo la kuwaunga mkono waanzilishi au waasisi wa programu kama hizi ili wasivunjike moyo, wakati mwingine waweze kufikia jamii nyingine kubwa zaidi wanaopatikana nje ya hapa. Naye diwani wa kata ya Masama Rundugai Mheshimiwa Simbano Azizi amepongeza waandaaji wa shughuli hiyo akisema ni jambo zuri wadau mbalimbali wajitokeze kuunga mkono juhudi hizo, lakini pia amesema changamoto zote ambazo wanapitia walemavu katika vituo vya utalii hasa kituo cha Chemka vitafanyiwa kazi na kutolewa huduma nzuri zaidi kwa siku zijazo. Chemka ni chanzo cha utalii ambacho miaka ya 2000 kilikuwa hakijajulikana kiasi mwanzoni. Lakini kuanzia mwaka 2010 na kuja huku ndiko mahali ambapo halmashauri baada ya kupokea pendekezo, kwa sababu tayari ni eneo lilikuwa linaingiza watu wengi, na wakati huo pia kukawa kunahitajika usalama zaidi, kwa sababu kwa mtu ambaye hajui mazingira haya anaweza akaja akaingia kwenye maji. Unajua ukiingia kwenye mtaingia mtapaona. Ukiingia kwenye maji unaona yale maji kama ni mita moja tu. Yaani ukiangalia ule urefu kwenda kwenye kina cha maji utafikiri ni eneo la mita moja, kumbe kuna mita 2, kuna mita 3. Kwa hiyo baada ya kuona kwamba inawezekana ikawa ni hatarishi, basi halmashauri ikaamua kuwekeza nguvu zake nyingi sana. Kwa hiyo tukawekeza nguvu na mpaka sasa hivi ni miongoni mwa vyanzo ambavyo vinachangia mapato makubwa. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kutangaza utalii wa Chemka. Na mimi nishukuru leo kwa sababu kundi hili la walemavu ambao wamekuja kutembelea wana haki vile vile, wana haki ya kupata hizi huduma za kuona mazingira mbalimbali, kuona mambo yanaendaje, kwa maana ya kwamba hatufikiri kwamba wao wako wamepungua, hapana. Sasa kwa kuwa na nyie kama vijana mmebuni jambo hili na mkaunda hiki, basi sisi kama viongozi wa serikali kazi yetu kubwa ni kuwaunga mkono, kuhakikisha kwamba tunawapa support yote ile inayohitajika kwa ajili ya kuwapa kile wanachohitajika kama jinsi ambavyo watu wengine wanapokea kwa ajili ya kuja kwenye utalii hapa Chemka. Na niseme tu kwamba sio hapa Chemka, tuna vyanzo vingi, kuna maeneo mengine. Basi kwa kuwa mmeanza hapa Chemka leo katika uzinduzi hii kwamba namna gani ya kuweza kupromote utalii kupitia kwa watu wenye ulemavu, basi mimi ni waunge mkono sana. Tunajua kwamba tuna mambo mengi na mtatusaidia vile vile katika kutembea kwenu, kwa sababu ni mara ya kwanza, nafikiri ni mara ya kwanza kuwa na jambo kama hili hapa Chemka. Inawezekana kuna mambo mengine ambayo tulikuwa tuyaoni sana, lakini leo kwa kuja kwa watu hao wenye changamoto hizi za ulemavu, kuna maeneo ambayo tunaweza tukaboresha sisi kama halmashauri kuhakikisha kwamba sasa kila mtu anaweza kuja Chemka, anaweza kupata huduma sawa na mwenzake. Mimi baada ya kuja hapa nimefikiria mambo mengi. La kwanza nimefikiria hivi, kwa mfano akaja mtu ambaye ana wheelchair, anapita wapi?
Kwa hiyo mimi nasema kama kwa niaba ya mbunge na kama diwani wa wilaya hii, ni jambo mojawapo ambalo tunafikiri kwamba tuone namna kuweza kusaidia. Lengo la leo ni kuja hapa Chemka, sisi watu wenye ulemavu wilaya Hai, kuhudhuria na kuona Chemka ilivyo na kuona changamoto za watu wenye ulemavu wanazokutana nazo. Ila tunaiomba jamii itoe ushirikiano kutuwezesha au kufanya njia yoyote iweze kutufikia na jamii yote ya watu wenye ulemavu iweze kufika na kujionea vivutio vya ndani ya wilaya yao, kwa kuwa mara nyingi watu wenye ulemavu wamekuwa wakitengwa na wanakuwa hawawezi kuhudhuria fursa hii ya Chemka. Kwa hiyo leo tumehamasisha jamii ya watu wenye ulemavu iweze kufika Chemka na kuona vivutio vilivyoko hapa. Wito wangu, naona wameandaa vizuri na tunaomba jamii endelee kuwapa sapoti watu walioandaa fursa hii ili waweze kushirikisha jamii ya watu wenye ulemavu kwa wingi zaidi. Kwa mfano leo tumekuja wachache, lakini tunatamani tripu nyingine tuje kwa wingi na wengine tuliowaacha leo waweze kuhudhuria. Zamani aliyaona, lakini sasa hivi amebadilika. Lakini pia kwenye wanyama mbalimbali amewaona, wageni, maafisa pia mbalimbali amewaona. Serikali anawaambia uchafu hairuhusiwi. Mambo mazingira yawe masafi, mazuri pia, na pia ukishamaliza kuogelea uondoke kwa amani. Nimefurahi sana na nashukuru sana kwa kuona mimi. Anashukuru sana kwa moyo huu kwa kuwasaidia walemavu. Utalii wa ndani ni kipaumbele kwa watu wenye ulemavu. Unaanza na wewe.